Mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman ameripotiwa kumtaka rais wa Marekani Donald Trump kuachana na mpango wake wa kuongeza kwa kiwango kikubwa mashambulizi dhidi ya Iran, akionya kuwa hatua hiyo inaweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kijeshi katika Mashariki ya Kati na kutayarisha usalama wa eneo zima pamoja na uchumi wa dunia. Kwa mujibu wa ripoti ya Axios iliyonukuu maafisa wawili wa Marekani ambao hawakutaja majina pamoja na chanzo kingine chenye ufahamu wa mazungumzo hayo, kiongozi huyo wa Saudi Arabia alizungumza kwa simu na Trump siku ya jana Jumamosi, akieleza wasiwasi wake kuhusu taarifa za Washington kuandaa mashambulizi mapya makubwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Ripoti hiyo inaeleza kuwa Mohammed bin Salman aliomba ufafanuzi wa moja kwa moja kuhusu mpango unaodaiwa kujadiliwa ndani ya utawala wa Marekani wa kuongeza operesheni za kijeshi dhidi ya Iran. Wakati wa mazungumzo hayo, alisema kuwa hatua ya kutumia nguvu zaidi inaweza kuleta athari kubwa ambazo hazitazikumba Marekani na Iran pekee, bali pia maeneo yote ya Ghuba, washirika wa Washington katika Mashariki ya Kati na hata uchumi wa kimataifa unaotegemea utulivu wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, alimtaka Trump kuchukua hatua za nyuma na kutoa nafasi ya juhudi za kidiplomasia kabla ya kufanya uamuzi wowote wa kuongeza mashambulizi. Hatua ya Mohammed bin Salman inaonyesha mabadiliko makubwa ya mtazamo wa Saudi Arabia katika miaka hivi karibuni. Ingawa kwa muda mrefu Riyadh na Tehran zimekuwa mahasimu wakubwa wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati, Saudi Arabia imekuwa ikijaribu kupunguza mvutano na Iran kupitia mazungumzo ya kidiplomasia. Saudi Arabia inaonekana kuamini kuwa migogoro ya kijeshi ya muda mrefu haiwezi kuleta utulivu wa kudumu, bali huongeza hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi, kuyumbisha uchumi na kuathiri maendeleo ya eneo hilo. Wasiwasi wa Saudi Arabia unatokana pia na historia ya mashambulizi dhidi ya miundombinu yake muhimu ya mafuta. Katika miaka iliyopita, vituo vya uzalishaji wa mafuta nchini humo vilishambuliwa, hali iliyosababisha usumbufu mkubwa katika uzalishaji wa nishati na kuibua hofu katika masoko ya kimataifa. Kutokana na uzoefu huo, Riyadh inaona kuwa vita vipya kati ya Marekani na Iran vinaweza kuifanya tena kuwa mojawapo ya walengwa wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, ama moja kwa moja au kupitia makundi yenye uhusiano na Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa ripoti ya Mohammed bin Salman, alieleza kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya Iran inaweza kusababisha Tehran kujibu kwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyopo katika mataifa ya Ghuba, kushambulia miundombinu ya mafuta nchi washirika wa Marekani, au hata kujaribu kuvuruga usafirishaji mafuta kupitia mlango Hormuz, ambao ni njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Iwapo hali hiyo itatokea, athari zake zinaweza kusambaa kwa kasi duniani kote. Wataalamu wa uchumi wamekuwa wakionya mara kwa mara kuwa mzozo mkubwa katika Ghuba unaweza kusababisha bei ya mafuta kupanda kwa kiwango kikubwa, kuongeza gharama za usafirishaji, kuchochea mfumuko wa bei na kuathiri uchumi wa dunia na mataifa mengi yanayotegemea mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Mazungumzo hayo pia yanaonyesha kuwa Saudi Arabia inaipa kipaumbele sera ya kulinda utulivu wa kikanda ili kuhakikisha malengo yake ya maendeleo yanaendelea kutekelezwa. Mpango wa Vision 2030 unaongozwa na Mohammed bin Salman unategemea mazingira yenye amani ili kuvutia wawekezaji wa kimataifa, kukuza sekta ya utalii, teknolojia, viwanda na huduma. Vita kubwa katika eneo hilo vinaweza kuwafanya wawekezaji kuondoa mitaji yao au kusitisha miradi mipya kutokana na hofu ya ukosefu wa usalama. Kwa upande wa Marekani, taarifa hizo zinaibua picha ya mjadala unaoendelea ndani ya utawala kuhusu hatua inayopaswa kuchukuliwa dhidi ya Iran. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.